Kibonde anasema serikali yake itakuwa ya kimapinduzi hasa katika sekta ya elimu, ambapo vijana katika eneo hili watanufaika kusomeshwa nje ya nchi. Wale vijana tutakaowapeleka nje wakipata ujuzi, itabidi baada ya kumaliza warudi nchini kwao Tanzania, na hatimaye ujuzi waliopata nje waurejeshe Tanzania ili Watanzania wapate manufaa na ule ujuzi aliyoenda kupata nje kwa gharama ya serikali. Sekta ya uvuvi nayo haijaachwa nyuma, hasa kwa vijana wanaoishi katika maeneo ya Ziwa Victoria. Tunakwenda kuboresha sekta ya uvuvi na hatimaye kwa mara ya kwanza vijana wa Musoma wanaojishughulisha na uvuvi tunakwenda kuagiza boti mpya ndogo ndogo za kisasa za uvuvi. Lishe kwa wanafunzi amesema ni jambo la msingi, kwani lishe hufanya wanafunzi kuwa na uelewa, lakini pia ufahamu hasa wanapofundishwa. Chakula kitagharamiwa na serikali ya Chama cha Makini. Walimu nao Kibonde hajawasahau. Tutawekea utaratibu wa kuvaa suti, ni nchi nzima walimu watavaa suti na hizo suti zitagharamiwa na serikali. Kwa upande wa mshahara, kima cha chini amesema atakitoa shilingi 300,000 mpaka shilingi 600,000. Jambo ni moja tu, kumpigia kura Oktoba 29. Naamini jeshi la polisi hao hawaruhusiwi kuwa na chama, ila walivyosikia kima cha chini ni 600,000 wamepiga makofi ila kimoyomoyo. Kimoyomoyo. Tujitokeze kwa wingi, tukapige kura, tukawachague viongozi ambao wana sifa na wana sera ambazo zinatekelezeka. Mgombea huyu wa Chama cha Makini amekamilisha ziara yake katika mji wa Manispaa Musoma kwa hii leo, ambapo ataendelea na ziara katika maeneo mengine. Augustine Mgendi, Azam News, Mara.